Ebu bwana, mambo vipi? Mambo fresh kama dawa. This is Around the Table Show. Show yako nambari moja East Africa Nairobi Kenya. Na leo nimeweza kumpata Chief Sangwenya. Mambo vipi? Poa sana kabisa. Umepotea mwanangu? Nipo. Najua nimekutafuta uniwekee mambo wazi kwa sababu mambo inachemka sana huku Nairobi Kenya. Nimesikia kwamba kuna embassy zimefunguliwa, kuna Denmark, kuna Vatican na Vietnam. Mbona Kenya ikafungua embassy huku? Unajua Kenya na marafiki wengi duniani. Na through the administration of Mheshimiwa William Samoei Ruto and able cabinet secretary Musalia Mudavadi, kuna networking. Unajua kwa mambo yote lazima kuwe na networking. If you don't have that networking, you will just remain there. You will not expand your ideologies na hakuna kitu ambayo kitaongezeka kwako. Kwa hivyo lazima ufanye networking. So you know the main agenda na main reason wao kuweka embassy huko. You see, recently we have Denmark NGOs here in Kenya. We have so many assistants from Denmark like Danida ambayo inashughulika na masuala ya mambo ya ukulima, mambo ya afya, mambo ya vijana hapa Kenya. And Denmark have been supportive for a while. So lazima to strengthen the relationship. That's why the president amamua kwamba lazima tuweke embassy kule Denmark. Yes. So talking about other embassy, ni part gani in the world ambayo Kenya haina embassy yao? It is quite a number, ni mingi sana. Lakini sasa tuko na kitu kama Vietnam pia imekuwa included. You remember this girl mwenye amekuwa na mambo ya dawa za kulevya, alikuwa anyongwe kule Vietnam. So we want to create that relationship. Ndio Kenya kitambo kitu yote Mkenya yote akipatikana kule na shida, there is that good tie. Hiyo ndio kitu yenye president anajaribu kufanya nini? Kujua ndio mtu akitoa hapa na vituko zake aende huko, labda hizo kama hiyo story ya dawa za kulevya ingekuwa imeshajulikana kabla afike pale pa hukumiwa. Okay, talking about embassy inasaidia watu nje. Tuliona kuwa Bob Jage wakiwa na huyo mwingine walikuwa huko Uganda but wakakaa sana. Wewe unahisi aje government of Kenya wangeongea na embassy haraka waweze kuwaachilia, wacha wao kukaa kwa hizo siku ambao walikaa huko Uganda? Ile venye wamekaa kule, unaona it took only 1 month and about some days, meaning that the relationship between Kenya and Tanzania Uganda and Uganda, I mean sorry, kuna relationship kubwa sana. Ingekuwa nchi nyingine ingechukua hata miaka 3 kama wana agree how to release them, because Mkenya hawezi toka hapa aende kupeleka visanga kwa nchi nyingine. Kila nchi iko na policies zake na katiba tofauti na ya kwetu. So kwa hivyo whatever those activists they did, it is not bad, but vile walienda kule, ile ni nchi ambao sisi hatuna mamlaka, lakini through the relationship ya Kenya na Uganda, umeona amekuwa negotiation ikakuwa within a month wakakuwa released. Issue nyingine pia ningependa kuongelea ni ya Musalia Mudavadi, the office of Prime Cabinet Musalia Mudavadi, it is working. Pia kuna issue ya pale Tanzania, the Prime Cabinet Minister Musalia Mudavadi is working on it, kuona vipi ambapo wale ambao wamefiwa kule Tanzania, wamekufia kule Tanzania, wale ambao wako kwa msukosuko kule Tanzania, like Yogutu wanashughulikia swali kama hilo. Those are the things that this office of Prime Cabinet inajaribu ku strengthen and it is working. Yes. Tukiongelea stories zingine, wacha tuongelee ODM. Okay, tuliona kuwa Oburu Odinga aliteuliwa kuwa kama the leading member ODM, but watu wengi wanasema yeye tu ali inherit power the late Raila Amolo Odinga. Wewe unajihisi aje kupatiwa hiyo chance ya kuread ODM? As far as ODM is within the household of Kenya Kwanza, and I'm a member of UDA party, I understand that lazima tuwahusishe katika vitu zote, na ile decision ya ODM ilimeke kuchukua nani kama their party leader, sio kwamba ni ndugu ya Raila Amolo Odinga, ni kwamba ukiangalia katika ODM fraternity yeye ndio mzee, na kama yeye ndio mzee, yeye ndio ako na experience ya kutosha, just like the Global Group of 1963 independence, wale walikuwa wanapigania mamlaka yetu kama Waafrika, wakiwemo akina Oginga Odinga,
Jomo Kenyatta, Gichuru, waliadmit kwamba Jomo Kenyatta was the senior most. So in that categorically wakaamua kwamba Jomo Kenyatta tuongoze. It's just the same way the ODM waliona kwamba Oburu Odinga is the senior most. Na ukiangalia kweli yeye ndio mzee katika chama cha ODM. Kwa hivyo yeye ndio akona experience. It is not a matter of that is a brother to Raila Amolo Odinga. It is all about experience and ila kile ambayo ako nao na vile amekaa pale kwa chama kwa muda mrefu. So summarize about your point, unataka kusema kuwa Oburu Odinga sasa yeye ndio official kingpin wa ODM ama Luo? Actually because people, any society is organized politically, economically and socially. And for that matter, I feel that because it is ODM that bring together the Luo community particularly before it extend to other parts of the nation, I feel that now Oburu Odinga is now officially the kingpin of the Luo community. For that matter, I just feel that is the one right now. Kuanzia hapo kuendelea mbele. Okay, unajua watu wengi like wanaona kuwa Oburu Odinga na tukimkompea na Babu Owino, kwa Babu Owino ako na influence sana kumshinda huyo Oburu Odinga. Wewe unaonaje? Unajua anaweza kuwa aliteguliwa kama yeye ni kiongozi sasa wa ODM, but after few years utapata kuwa mchezo umebadilika kuwa ye hata ready, kwa sababu mtu mwenye ako na influence kubwa anaweza chukua, ama tuseme kama Babu Owino atowe kwa chama aanze na chama yake. Unaona most of the ODM member watatoka wamjoin Babu Owino kwa sababu yeye hakupatiwa chance ya kuwa leader wa ODM. Unaona kama inaweza tokea hivyo? Let me tell you one thing. Leadership and influence, leadership qualities and influence, that two things different. And for that matter, I feel that Oburu have got that quality of leadership. And the people of Nyanza are very comfortable with Oburu Odinga. As I said earlier, people they must be organized politically, socially and economically. Na wao venye wameona kwamba Oburu Odinga ndio kiegezo katika ODM na ODM ndio inawaleta pamoja. Nani hana historia katika ODM? That young man, Babu Owino. And for that matter, let me tell you, unajua uongozi unachukuliwa na kiini na uzaliwa. Oburu Odinga anajulikana lineage yake. Babu, unajua Babu ni jina ya Kihindi. Babu ni jina ya Kihindi, go and search. Jina ya Kihindi. The lineage is somehow contradicted. Hawezi pewa stuli, hawezi pewa kile kiketi na ile ngao na mkuki kwa ajili ya jamii. Naye peke yake lineage yake kuna contradiction. Naona Babu Owino kulingana kizazi chake kuna contradiction kubwa sana. So nikuulize, kama Oburu Odinga angechaguliwa kama member mwenye atashikilia ODM, unaona kama nani mwingine angechaguliwa apatiwe hiyo nafasi? Kama sio Oburu Odinga, pale kuna wanaume ambao wamezaliwa kule Luo Nyanza. Whatever I want to put you in your mind that Ian Hammer was once a president in the Republic of this one Botswana, na mama yake alikuwa mzungu, lakini baba yake alijulikana ni wa ukoo fulani. Obama mama yake ni mzungu, lakini baba yake anajulikana ni wa ukoo fulani, lakini Babu Owino ukoo wake haujulikani. Let us call a spade a spade. Let us not contradict ourselves. And let us be realistic. We have our own African belief and rearrangement within our society. So we cannot contradict our society with anything. For that matter, Babu Owino is cannot be regarded as a Luo kingpin. The Joey cannot accept it. I understand. The Joey of the Luo, as they call it Joey, the Joey cannot accept it. Okay, unajua sijui mkutano ya ODM ilikuwa inaanzia leo hadi Sunday Mombasa. Then kitu ambayo pia sisi tunajihisi ni kama Kenya Kwanza na ODM ni kama imeungana, kwa sababu niliona kuwa Jalas alisema kuwa amepatiwa milioni 1 na president ile akaweze kulipia nauli vijana ambao wanashikilia ODM. Wewe unahisi aje, wameshikana 2027 uchaguzi itakuwa wameshikana Kenya Kwanza na ODM, ama tu ni ile tu moja
nani Kenya Kwanza tu anataka tu mambo ipite, aone kuwa anawachangia tu kiasi then awahepe tu. Let me tell you one thing. There's no any single election, any general election that was ever won here in this nation without a coalition. There's no any election. Anybody can win here in Kenya without coalition. And in 2003 there was a coalition. 2013 there was a coalition. 2022 there was a coalition. Even the current government is just a coalition. And ODM and UDA, it is in the household of Kenya Kwanza, Kenya Kwanza administration, or rather in what we call a broad-based government. And for that matter, they will continue working together. And this one has just showed us the other cooperating. The way the president have also put a hand on that anniversary, it means that they will work together. Na siasa ni kama nyege, ni nyege ni kunyegue. For that reason, I don't feel that they'll get apart. They will not get apart. Remember, ODM, it have got its own history. And one of the history makers of ODM, it's one William Ruto, Musalia Mudavadi, the current party leader who have been just installed, Oburu Odinga. Those are the pioneers of ODM. So nothing new. They will work together. Okay, kuna rumors ambayo inasemekana kuwa yes, President Ruto kama anataka kuingia tena apate hiyo mamlaka ya kuongoza nchi tena, deputy wake anafaa kuwa ametoka chama ya ODM ama kuwe Mjaluo. Then Wakikuyu wanasema kuwa Kindiki akitoka hapo then Ruto akuwe hapo, Wakikuyu watamchagua na kwamba watafanya siasa then tuseme kuapishwa kwa Ruto achague Mjaluo. Wakikuyu wanaweza kurudi kwa maandamano kwa sababu hiyo haiwezi kuwa jambo mzuri. Wewe unaona nani atakuwa deputy president 2027 kama William Samuel Ruto atarudi? Atakuwa Mkikuyu ama atakuwa Mjaluo? This is not all about tribal. Let me be very clear. This is all about for Kenyans and the coalition arrangement. Kindiki, the President William Ruto, Musalia Mudavadi, they are part and parcel of the UDA fraternity. On the other side, we have the ODM fraternity. So when these two parties, they merge together to form a coalition, the UDA must have one person, either deputy or president. On the other hand, the ODM will also produce either a presidential candidate or a deputy. So they only have two positions. They have to share these two positions, they both ODM and UDA. And for that matter, it will be just a consensus between Musalia Mudavadi, Ruto, and Kindiki to take just one person to represent them, either deputy or presidential candidate. And the same will have to write on the ODM party. They also to produce one person. So it is either ODM produce a presidential candidate or deputy. So they come together. So ukisema ya kwamba tu Wakikuyu watakasirika aje? Na pale ni chama inatoa mtu mmoja na ODM pia inatoa mtu mmoja ili waweze mmoja akuwe deputy na mmoja akuwe presidential candidate. That is how it is. It is not all about the interest of any given community. Remember, in ODM we have even small communities. Even UDA we have small communities. Where are you putting them? It is not about superiority of a given tribe. No. So nikuulize, wacha tuingilie upinzani huyo mwingine. Watu wanasema kwamba Kalonzo if apate chance akuwe president kutoka mdogo wake, sijui venye kama DCP watafanya, sijui nini chama ya Uhuru watafanya, au wengine watajigawia. We akishapata hiyo president au wengine wajipange. Wewe unaona aje? Let me tell you, there is a lot of confusion on the opposition side. You remember just recently Gachagua announced that in that arrangement of the opposition, 50% must be just preserved for Mount Kenya. So is that a coalition? Is that what we have for Kenyans? Is that what Kenyans are looking for? No.
So hapo ni pahali ambapo inaleta mgawanyiko kwa Wakenya. I'll just urge people to join the winning team, the ODM UDA arrangement, because that's just the winning team and it will just be led by William Ruto. Huyo ndio kiongozi ambaye anaenda kutuongoza. Sasa tulikuwa tunapiga na story Chief Sangwenyi, unataka kuambia Wakenya aje? Unajua saa hii imebakisha tu like 1 year and a half tupige kura, unataka kuambia watu aje? Ile kitu nitaambia watu Ruto anaenda kuongoza kwa miaka 10 na hii ni fact. Hii ni fact. The whole of North Rift, Central Rift and South Rift, it is either ODM or UDA. The other side in Western we have Kakamega, Busia, Vihiga and the rest of Luo Nyanza counties. Those are just supporting the president. When you go in the whole of Coast region from Tana River downward, it is just reading the president William Ruto. Northeastern, the whole of it. North Rift, Marsabit, the whole of it. The only problem we have is just their central province. And for that matter, Kalonzo is a person whom you just call you negotiate. Every time Kalonzo might shift from that opposition arrangement. So watu wajitayarishe na wajua kwamba president ni Ruto kwa miaka 10. Hii mambo mengine yenye watu wanajipa headache ni shida tupu. In Western we have the Bukusu sub-tribe. Wanajionanga wao ni sukari sana. Wanajifanya wanataka kufanya mambo zao. We have donated the Bukusu if they wish. Not even all Bukusu. We have donated Trans Nzoia to the opposition because we have Natembeya and Eugene Wamalwa. We have donated Trans Nzoia to Gachagua. But the remaining Western, even Bungoma, it is in the arrangement of William Samuel Ruto. Kwa hivyo watu wajipange, Ruto ndio president wenu na usikasirike, maana sasa utakasirika nini? Hata Uhuru tulimvumilia na kuna watu wa kumpigia kura, lakini but we accept and move on. So just accept and move on and be ready for William Samuel Ruto. Nothing else I can say. So thanks for your time. Yes.